kuhakikisha kwamba hivi sasa Jeshi la Magereza liko katika mabadiliko makubwa ya katika mifumo ya uendeshaji, lakini kikubwa sana ni kutaka kubadilisha mindset, kwa maana ya fikra ya watendaji, lakini pia ya kijamii kwa ujumla wake juu ya nini magereza inafanya. Sababu kilichojengeka ni kwamba inaonekana magereza kama sehemu ya uteswaji wa wahalifu. Kama mtu anayekuwa amefungwa, amepelekwa gerezani, amehukumiwa kifungo na mahakama kwa mujibu wa sheria, aletwa magerezani na tukampokea, basi anakuwa kwenye adhabu. Lakini tunachokifanya sasa kama Jeshi la Magereza ni kuhakikisha kwamba kwanza tunabadilisha mindset za watendaji wenyewe, ili kusudi kuondoa dhana ya kwamba ile dhana ya kuita mtu mtuhumiwa ni mfungwa. Tunaondoka kutoka kwenye neno mfungwa kwenda kwenye mwanafunzi. Tunachofanya sisi ni kufundisha mfungwa. Kwa hiyo tunachotaka sasa hivi, tunachohitaji sasa hivi ni wananchi, kwa maana ya jamii nzima ya Kitanzania, lakini pia watendaji wetu ndani ya Jeshi la Magereza, kwa maana ya maafisa na askari, waanze kubadilika kwa kulitizama swala la mfungwa kuwa ni mwanafunzi. Mtu aliyeingia gerezani kwa makosa na akaletwa gerezani kwa mujibu wa sheria, lakini tunapokuwa naye sisi tunakuwa naye kama mwanafunzi, kwa maana ya kwamba jukumu letu kubwa ni swala la urekebu, kumbadilisha mtu huyu kuwa mtu mwema, ili kusudi aweze kuchangia kipato moja cha familia yake, mbili jamii inayomzunguka, lakini jamii nzima ya iwe katika swala la kiuchumi, swala la kijamii. Kwa hiyo tunaiomba jamii tuunge mkono katika hili. Wakati huo tuko kwenye haya maboresho na tunaendelea ya tafakari mengineyo, ili tuweze kufikia hatua ya kumfuatilia huyu muhitimu anayetoka gerezani akiwa amehitimu, amejifunza kitu ambacho leo hii tunakionyesha hapa. Kwa maana ya tunaonyesha bidhaa hapa ambazo wamefanya kwa mikono. Sasa hizi bidhaa anazokuwa amefanya kwa mikono, maana yake huu ujuzi aliopata akiwa gerezani, basi aweze kwenda kutumia nje. Sasa tuko katika mabadiliko ya kisera, mabadiliko ya kimtazamo, lakini pia kuangalia uwezekano wa kuwapata wadau, ili kusudi huyu mtuhumiwa anapohitimu mafunzo yake kutoka gerezani, basi kila alichojifunza akiwa gerezani, kama ni useremala, kama ni ujenzi, kama ni ufundi viatu, kama ni utengenezaji wa sabuni na kadhalika, aweze kwenda kufanya nje, moja kwa kuwezeshwa, aweze kupata wadau wanaowezesha watu kifedha, ili apate mtaji wa kuweza kuendelea kufanya haya ambayo amejifunza gerezani. Baada ya kurudi, anatoka gerezani akiwa amejifunza kitu ambacho hakuwa nacho kabla ya kuingia gerezani. Anatoka nje anacho hicho anachoweza kufanya kule nje, lakini anakosa mtaji. Tunataka sasa tuone uwezekano wa kupata wadau wanaoweza, ambao tutakuwa tunawasiliana nao kabla tarehe hazijafika za kutoka watu, tuweze kuwasilisha majina na waweze kuona uwezekano wa kuwapa support ya kifedha, kwa maana ya financial support, iwe ni kununua vifaa vya kutendea kazi na kadhalika. Kwa majina, mimi ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Magereza Oliver Joseph Kilango. Ninafanya kazi gereza kuu Isanga, sehemu ya wanawake Utawala. Tunapowapokea wanafunzi wa kike katika gereza letu sehemu ya wanawake, pamoja na kwamba wamekuja pale kwa ajili ya kutumikia vifungo vyao, sisi kama walimu wao tumekuwa tukiwafundisha kazi mbalimbali ili waweze kutumia muda wao sahihi wakiwa gerezani, na pia waweze kufaidika na ujuzi watakaopata mle ndani watakapomaliza vifungo vyao. Tumekuwa tukiwafundisha kazi za aina mbalimbali, lengo ni kuwasaidia. Katika moja kati ya kazi ambazo tumekuwa tukiwafundisha ni kufanya kazi za mikono za aina mbalimbali. Wamekuwa wakitengeneza vikapu, wanashona pale, wamekuwa wanatengeneza tray, wanatengeneza table mats za aina mbalimbali, wanatengeneza mikoba, wanatengeneza wallets, wanatengeneza makapu ya aina mbalimbali, wanatengeneza door mats na kila aina ya kitu ambacho wao kitawapatia ujuzi wa kudumu watakapomaliza vifungo vyao. Wanatengeneza pia shanga mbalimbali za mikononi, za miguuni. Yote kwa yote ni kwamba wanaweza kupata kile ambacho kitawasaidia watakapomaliza vifungo vyao. Na mara nyingi wanapopata ujuzi ule, sasa wanapotoka, imekuwa ikiwasaidia kutengeneza vitu vile na kuviuza, na wao kujipatia kipato cha kukimu mahitaji yao kila siku pamoja na familia zao.
Mfano, wanapata pia ujuzi wa kutengeneza sabuni za aina mbalimbali. Kuna sabuni za maji, sabuni za miche, wanatengeneza dawa mbalimbali za kusugulia tiles. Ujuzi wote huo tunawapa wanafunzi wetu wa kike wakiwa gerezani. Na yote kwa yote, mara wanapomaliza vifungo vyao, wanapokwenda nje, wanapofanya zile kazi ambao jeshi kama jeshi la magereza liwafundisha, wamekuwa wakirudi kuja kutupa mrejesho kwamba ni kweli tunawashukuru walimu wetu, mlifanya kazi kubwa ya kutupa elimu ambayo kabla hawajafungwa walikuwa hawaijui. Kwa kweli sio kwamba tunajivunia kwa wao kupata elimu tu, la hasha. Atakapopata ujuzi ule na kuwa kule uraiani na kufanya kazi ambayo itamfanya awe bize, itampunguzia hata yeye kufanya makosa ya kujirudia ambayo anaweza akampelekea yeye kurudi tena gerezani. Kwa anakuwa bize, anafanya kazi yake ambayo ni halali, anapata kipato halali cha kuweza kumsaidia yeye na watoto wake. Kwa jina mimi naitwa Amos Shani, ni mwenyeji wa Singida. Kwa Dodoma hapa nimeshakaa tayari, ikiwa niko Dodoma hapa baada ya kupata tuseme iliyonipelekea kunileta huku Majanga, yani tuseme nikawa mwanafunzi nikawa prison pale, sawa Nimekaa pale na walimu wangu vizuri bila tatizo wala nini. Lakini vile vile mimi nilikuwa ni mwanafunzi ambaye nilikuwa na hitimu miaka 15. Katika 15 ile nilikaa katika uhitimu wangu wa masomo, sikufanya makosa yoyote ndani ya humo. Lakini vile vile nikawa nimependekezwa kuwekwa kwenye utifu wa nizamu inaitwa nini? Parole. Nikapendekezwa, nilitolewa na parole nikiwa ni mtu mwenye nizamu nzuri. Basi baada ya hapo nikawa mfungwa wa parole. Nikawa nimetoka, baada ya kutoka kuwa na nizamu nzuri, niliotoka nje huko sasa. Nikawa naendelea, nilikuwa ni ya pili rufaa. Nilikata rufaa. Katika rufaa nikafuatilia mahakama ya rufani, na vile vile rufaa yangu ikawa imeshinda. Katika kushinda sasa nikawa nimetoka. Lakini vile vile mle gerezani nilinufaika na vitu vingi ambavyo mimi sikuwa navyo. Cha kwanza, tabia njema vile vile nilijifunza kutokea mle, kuonana na watu mbalimbali. Nikajua kumbe wanaishi hivi. Unaona? Baadaye nikawa mwalimu tena wa kutoa somo mimi. Kwa mtu yoyote atakapokuja mle nampokea na wapa somo. Unatakiwa uishi vizuri na watu. Hata ukitoka kule uraiani ukija huku unaishi vizuri na watu bila tatizo. Walimu wetu hawa hawana matatizo wala nini. Mle kuna tiba za aina mbalimbali, kila kitu. Unahudumiwa kila kitu. Lakini vile vile nilikuwa ni mtu mwenye kujituma katika kazi. Yaani sasa hivi nimejifunza na walimu wangu, nimejifundisha, nikawa nimetoka na ujuzi wa ufundi. Mpaka sasa hivi hapa nilipo mimi ni fundi wa makaro ya kisasa zaidi, yale yasiyojaa. Kwa mfano SUA kama haijapita hapa, DUWASA tuseme majitaka. Sasa sisi kule pembeni ndio tunaenda tunatengeneza karo zetu zisizojaa kabisa, bila wasiwasi hazijai. Kwa hiyo tuna kibao chetu hicho kitengeneza, kile kibao kina venti zinashikana, na maana kina matundu ya wazi moja kwa moja. Tunatengeneza hizo karo hazijai. Tunatengeneza karo za mawe hayajai, ni hamna. Kwa hiyo mimi nilinufaika sana na ile kitu ya ufundi ule wa makaro yasiyojaa, na mpaka sasa hivi naendelea vizuri na familia yangu. Nina kijana mwingine yuko anasoma chuo Iringa, anaitwa Umari Ramadhani. Sawa. Kwa hiyo nimenufaika vizuri tu bila tatizo, na mpaka sasa hivi hata kwa umma na wafundisha kwa umma. Nimetoka na ujuzi na nina kikundi changu
cha ufundi ule wa makaro yasiyejaa ya kisasa zaidi. Tunaendelea na kazi hiyo na vijana 6 naendelea nao, nazidi kuwapa hii elimu, na wale vile vile wameshakuwa ni walimu. Vile vile kwa upande wa serikali nako, tukienda tukinunua simenti, tunaacha pato la serikali. Tunanunua simenti, tunanunua nondo, tunaacha pato serikalini.